Ripoti ya uchunguzi wa kilichosababisha kifo cha seneta wa Homa Bay Otieno Kajwang imeashiria kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo. Akitoa ripoti hiyo, daktari mkuu serikalini anayehusika na upasuaji wa maiti Daktari Johansen Oduor amesema kuwa ripoti hiyo itahitaji utafiti zaidi kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Pretoria huko Afrika Kusini ili kudhibitisha mengi zaidi. Wakati huo mwanamke mmoja amejitokeza na madai kuwa yeye ndiye mke halali wa marehemu Kajwang. Alimanzu ana taarifa hiyo. Nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, ndugu na jamaa waliendelea kufika kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa marehemu Otieno Kajwang. Pita hiyo ikiendelea, mwanamke mmoja kwa jina la Faith Otieno alijitokeza na kudai kuwa mke halali wa marehemu kwa miaka 19. Amedai kupata naye watoto wawili. I've been Kajwang's wife for the past 19 years. In fact, when she was in UK, I was the one who was living with Kajwang. And I have 2 children with Kajwang. Ronnie Odinga, who is at Kabarak University, and Christy, who had just done all levels. Yeah. So I'm not a girlfriend to Kajwang, I'm a legal wife. Huku haya kijiri, majira ya asubuhi, daktari mkuu aliyechunguza kiini cha kifo hicho ametoa ripoti iliyoelezea kuwa marehemu alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo. One of the blood vessel in the heart was narrowed because of cholesterol. So there was a previous scar on the heart, which means that he had one before. But now this new one, it's one which killed him because it was in an area in the septum of the heart. Familia marehemu kupitia daktari wao wameazimia kupeleka sampuli zaidi za damu katika chuo kikuu cha Pretoria nchini Afrika ya Kusini kwa utafiti zaidi. Following this, we shall review the results of the 2 tests we are going to do and collate this with what we saw as an infarct and be able to give a final diagnosis. Wakati huo kamati za mazishi kutoka kwa wakilishi serikalini na hata mabunge yote mawili zinaendelea na mipango ya mazishi, huku wakili wa familia James Orengo kwa mara nyingine tena akiwatahadharisha Wakenya dhidi ya kueneza uvumi kuhusiana na kifo cha mwenda zake. You can be able to trace his movement from the time he left the National Assembly and tragically ended up at the Mater Hospital. But I think that these sideshows should not derange us from according Senator Otieno Kajwang a decent and honorable send-off. Huku kamati ya mazishi ikiendelea na maandalizi yake, tayari tarehe ya kuzikwa kwa marehemu imetajwa kuwa tarehe 28. Wakati huo pia wamesema kwamba atapea fursa kwa wananchi ili kuweza kuuaga mwili wake kabla ya kwenda kuzika. Alimanzu, nje ya majengo ya Capitol Hill, Nairobi.